Kitu ambacho kimetaka kutokea ndani ya masaa mawili yaliyopita, na hichi naomba ni wahalati ndugu zangu diaspora, wale wanaharakati, okay? Jana nilianza safari hapa nilipo napoongea na wewe, nitaongea nawe kwa haraka, nitakwambia hichi kisa kwa haraka. Hapa ninapoongea polisi wameniacha hapa nilipo, wako chini hapo. Wanataka kuhakikisha napanda treni ndo naondoka. Alafu wataongea na nani na dereva ambao nitapanda hii treni. So hapa nilipo napoongea na wewe nimecancel treni ambayo nilikata tiketi mapema. Nimeamua kuchukua nyingine kwa sababu hii hapa. Jana wakati naanza safari kwenda mji fulani ambao mji ambao nipo sasa hivi, niligundua kwamba nilipanda na watu wa Afrika kama 4. Siku hizi nikipanda usafiri waga naangalia ni watu wangapi, ni design ya watu ambao nimepanda nao usafiri, sio, unanielewa? Niligundua kuna watu 4 ambao ni wa Afrika, ni wanaume, okay? Lakini baadaye wakati mahali ambapo nimekaa, sababu wenyewe walikopo mbali, wakawa wanasogea sasa, unanielewa? Mimi waga nikisafiri waga nasikiliza muziki. Sikujali, nasikilizaga muziki, naweka muziki mkubwa tu ili niweze nisisikie chochote. Wale ndugu wakasogea karibu na mimi. Sio karibu sana, lakini kama kuacha siti kama 5-6. Unanielewa? Siti kama 5-6. Baadaye ili kukaa karibu na mimi. Kwa hiyo hata kitu ambacho kwa naongea kwa sisikii, nikaachana nao. Okay? Sasa kitu ambacho kimetokea sasa hivi ninachokuambia masaa mawili yaliyopita ni kwamba hao ndugu wakati naondoka naenda kupanda treni, wakati niko mahali fulani nikasikia sauti ya watu wananiita. Sio kwa jina, lakini wananiita kwa sauti ya Kijerumani. Wananiambia Bruder. Mwingine anasema kolega kwa Kijerumani. Kolega. Nikageuka. Nikamwambia mimi ama yeye. Wakasogea karibu yangu. Wawili wako nyuma, wako 4. Nikamwambia wako 4. Wawili wako nyuma, afu wengine wanasogea. Lakini wale ndugu wakati wanasogea nikagundua kwamba hata Kijerumani wenyewe hakijui vizuri. Unanisikia? Hawakielewi vizuri. Nikamuuliza mmoja, nikamuuliza yule ambaye yuko mbele. Nikamuuliza sprichst du Deutsch? Kwa Kijerumani. Nikamwambia unaongea Kijerumani? Sprichst du Deutsch oder English? Akaniambia Deutsch nicht gut. Deutsch nicht gut. Maana yake Deutsch sio yani haiko vizuri sana. Akaniambia English no. English no, lakini accent anayotumia ni kama accent fulani ambazo sikuelewa. Ila aliniambia Kijerumani. Okay. Nikamwambia shida yenu ni nini kwa Kijerumani? Kwa sababu Kijerumani alikuwa anakinaniki vizuri. Shida yenu ni nini? Akaambia, akawa ananionyesha sign kwamba twende huku kuna kitu tunataka tukuonyeshe. Twende huku. Nikamwambia no, mimi nakaribia kuchukua treni sasa hivi. Akawa anasitiza sana, ananiambia bite. Akawa ananiambia bite maana yake please. Sasa wakawa wananivuta, wananiambia twende huku, yani kama vile kuna kitu wanataka kunionyesha. Nikamwambia no, siwezi. Baadaye sasa nikaona sasa wanaanza kuwa aggressive zaidi. Wanakuwa aggressive, wananiambia please. Nikaona sasa hii inaenda sasa kuwa nani mbaya. Wale wengine sasa wakaanza sasa kusogea sasa karibu sasa. Wengine nikaona sasa wale wawili ambao walikuwa nyuma wakasogea sasa karibu yangu. Wakasogea sasa. Sasa baada ya kugundua kwamba nimeanza kuwa mkali, ndo kaanza sasa kama kutumia polite fulani hivi. Nimesema nikamwambia, nyinyi hamjui Kijerumani, hatuwezi kuelewana. Kijerumani chenu akieleweki, mimi siwaelewi, mnataka nini? Na mimi siwezi kwenda huko. Sio, unanielewa? Nikamwambia nilipokuja kushtuka zaidi, niambia basi ngoja nimuite, maana mji ambao nipo polisi wako wengi. Na mahali ambapo nilikuwa nikaribia na main train station. Nikamwambia au nimuite mtu? Nikamwambia nimuite mtu. Nine. Tu. Nikasema huu ni mtego. Baadaye sasa wakawa wanajitahidi, wanataka wanivute wanishike mkono. Mwanangu niliovaa, wanajitahidi kunishika mkono. Nikakataa. Nikasema no, usinishike. Wakawa wananisogelea, wanataka usinishike. Lakini baadaye kuja kuangalia kwenye mmoja wapo alivaa nguo ya mikono mirefu. Baadaye ile nguo ya mikono mirefu ikajivua. Nikaona amevaa ile culture ile.
nikaona amevaa ile culture ina bendera ya Kenya, sio, unanielewa, ina bendera ya Kenya. Baada alivyogundua nimeona, akaficha haraka. Unajua nilichomwambia? Kaambia ambia nyie hamwezi kunipata hivyo kirahisi. Hawezi kunipata kirahisi. Sasa nisingeona ile nani, kwa sababu muda wakati nasubiri treni, muda wa kusubiri treni nilikuwa kama nusu saa nzima. Kwa hiyo kitu ambacho kimenikuta ndio hicho. Baada ya kugundua hicho kitu sasa, nikawa naondoka na wenyewe sasa wakaondoka haraka. Sio, unanisikia? Na wenyewe wakaondoka haraka. Sijajua alikuwa anataka kunipeleka na huko mahali ambako ananiambia twende ni mahali ambao hakuna watu. Sio, unanielewa? Hakuna watu. Ni sehemu kwenye kona hivi. Hakuna watu. Sasa sijajua alikuwa anataka kwenda kufanyaje kule. Kwa sababu niliwaambia niwaitie mtu, akasema 999. Hawakutaka. Kilichonipa uoga zaidi ni ile culture aliyovaa mkononi yule jamaa, afu akaificha. Culture ambayo ina bendera ya Kenya. Sio, unanielewa? So, ikabidi niombe polisi. Ambao walikuwa hapo, nikamwambia jamani, hivi na hivi. Kuna watu fulani wana na niko na report ya polisi. Nikaonyesha karatasi ambayo huwa natembea nayo, report ya polisi. Karatasi ile ya kuripoti. Wakaniambia okay, basi tutakusindikiza ukapande treni. Ukapande treni. Kwa hiyo nika cancel ile treni ile ambayo nitaka kupanda, nikachukua nyingine. Kwa hiyo na hata direction ambayo nimeenda kupanda treni nyingine tena. Unanisikia? Kwa hiyo kitu ambacho nataka kuambia ni kwamba kwa wale watu wa diaspora hakuna barrier, hakuna umbali kwa wauaji. Ulaya ni kwa sababu hawawezi wakakuface it straight. Hawawezi wakakuattack straight, hawawezi. Lakini nataka nikwambie kwamba kama ni kwenye kona wakikukamata, waanza kufanya chochote. Kwa sababu hatujui kama wana sumu au vipi. Kwa sababu siku hizi mtu anaweza kukushika tu na sumu ukanani. Kwa hiyo mimi hapa kitu ambacho namshukuru Mungu ambacho nilifanikiwa ni wale ndugu kutokunishika mkono. Sababu alikuwa anapambana kunishika mkono, anafanya hivi vup ili twende. Nikakataa, ngambia hapo ndo nilikuwa mkali sana. Kwa hiyo kisa ndio hicho mazee.